رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله Muhammad bin Abdillahi sallallahu alayhi wasallam. Tuko katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, na leo ikiwa ni Ramadhani ya 15, tumuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atubarikie na atutakabalie saumu zetu ambazo kwamba tuzitekeleza katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, na tumuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atupe kuwa katika miili yetu na nyoyo zetu na akili zetu katika kukimbilia kufanya ibada tofauti katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Asa iwe tutapata sahali kesho akhira kwa kupewa mazuri na Mola Subhanahu wa Ta'ala na kuepukwa mbali na adhabu zake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ramadhani ni mwezi wa ibada, si mwezi wa kulala, na tumefika nusu ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Basi tujipinde, ikiwa tumefanya mapungufu katika miezi, katika siku hizi ambazo kwamba zimepita na miezi kadhalika iliyopita, basi tufanye bidii, tujue tumebakisha nusu katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Tujikaze, kama tumefanya mazuri tufanye bidii tuongeze yale mazuri ambayo kwamba tuyafanya katika mwezi huu wa Ramadhani. Na ikiwa waona nafsi yako imejisahau katika masiku haya mengine, basi fanya bidii angalau leo utie nia kwamba Ramadhani iliyobaki nitafanya bidii na nitabadilika nifanye ibada na mazuri ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha. Tuendelea na kipindi chetu kitukufu, kusoma na kuelezewa maneno matukufu, mashairi mazuri ya mwenye tabaraka, tabaraka dhul ula wal kibriya. Ikiwa leo atuambia shekhe, baada kutunasihi mwisho na kutukumbusha, kutuambia katika kipindi kilichopita, maneno ya mwisho shekhe alituambia kwamba ukijipinda katika kufanya mambo ya kheri, basi utafaulu, utaweza. Lakini ukijipondoa, ukijieka mbali na kufanya kheri, basi ujue siku ya kiyama na mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala utakuwa huna sehemu ya kukimbia adhabu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala na mateso ambayo kwamba ataadhibiwa yule mwenye kumuasi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa leo shekhe aendelea kwa kutuambia, wa aslul hazmi an tudhi wa tumsi wa rabbuka anka fil halati radhi. Na bora kujipotolea mwendo wake mwanadamu, yani katika maisha bora ya mwanadamu ambao kwamba atajigamba nayo na atafurahika nayo yale maisha yake anayoishi, ni kuingiliwa na asubuhi na mchana, ilhali Mola Subhanahu wa Ta'ala uko radhi naye. Yani ukiamka uwe Mola Subhanahu wa Ta'ala yuko radhi na wewe. Kadhalika na ukiingiliwa na jioni ama usiku, iwe Mola Subhanahu wa Ta'ala aidan yuko radhi na wewe. Hili ndio jambo ambalo kwamba ni zuri shekhe atuambia katika maisha yetu haya ya duniani. Wa aslul hazmi an tudhi wa tumsi wa rabbuka, ni kuingiliwa na asubuhi na jioni na mchana na usiku, wa rabbuka ilhali Mola wako Subhanahu wa Ta'ala anka fil halati radhi, kwa wewe yuko radhi katika hali zote. Huna dhulma, huna mapungufu katika ibada,
huna madhambi, huna ya haramu ambayo kwamba umeyafanya, Mola yuko radhi na wewe. Hili ndilo ahla shay, ndio jambo ambalo kwamba ni zuri na tamu katika maisha. Ulale ukiamka ilhali Mwenyezi Mungu yuko radhi na wewe. Na hilo lapatikana vipi? Ikiwa tutafuata maamrisho yake Mola Subhanahu wa Ta'ala, na tutakaa mbali na makatazo yake Mola Subhanahu wa Ta'ala, na Mola ataridhika na sisi. Mola Subhanahu wa Ta'ala ampenda mwanadamu na ametuwekea mingi ya kutusahilisha sisi wanadamu kupata kheri. Kisha atuambia shekhe, baada kutuambia maneno kama haya, aendelea na kusema wa anta atala bitakhliti rushdan, na atuambia na uwe utakuwa ni mwenye kuweka badali, kutanganya. Ikiwa umefanya maasi, basi pia ukimbilie kufanya mazuri, kufanya mambo ambayo kwamba ni yenye maongofu ndani yake, yenye uongofu ndani yake. Usifanye haramu peke yake ukawa huna ya kheri, la. Ikiwa utateleza, kwa sababu mwanadamu umbile lake ni dhaifu, ana shetani ya mughuri, dunia, nafsi yake na matamanio. Lakini shekhe atuambia hata kama utateleza, usahau, uingie katika maasi, ughafirike, lakini kuwa mwenye kukumbuka kufanya khairati. Wala usiseme mimi na muasi Mwenyezi Mungu, vipi nitakwenda msikitini? Mimi na muasi Mwenyezi Mungu, vipi nitashika kitabu cha Mwenyezi Mungu? La, endelea kufanya na ibada, huku kitarajia kwamba hizi ibada zitaniokoa na haya maasi mengine. Ndio utaweza kufaulu duniani na kesho akhira, na hidayah na uongofu na saada, ile furaha ama happiness. Sisi yafaa tuitafute, si kesho akhira peke yake, la, hata hapa duniani yafaa tujitolee. Mola Subhanahu wa Ta'ala awe radhi na sisi, tupate raha, tustarehe katika haya maisha yetu ya duniani, kabla ya maisha ya barzakh na kabla maisha ya kesho akhira katika pepo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Atuambia fa inna rushda, hakika uongofu mazuri. Atuambia shekhe, fa inna rushda min khairi i'tiyadhi, ni badali ambayo kwamba ni mzuri. Ukifanya mambo mema ukawacha yale maovu, huu ndio uongofu. Uongofu ni kuacha yale ambayo kwamba ni ya haramu, maasi, ukashika ibada, ukashika mambo ya kheri. Huu ndio uongofu, na huyu ndio huitwa mtu ambaye kwamba ameongoka, ana uongofu. Yani yeye ashikamana na mambo mazuri ya kumpatishia yeye radhi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, na thawabu na salama katika dunia yake na akhira yake. Aendelea shekhe kwa kutuambia wada' anka alladhi yughwi wa yurdi. Tuambia nawacha kufanya mambo ambayo kwamba ni yenye kukupoteza na kukuangamiza. Kaa mbali na kufanya mambo kama hayo. Tafakari kila wakati kwamba hili jambo nikilifanya mimi lanipatishia hasira za Mwenyezi Mungu, adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na nikifanya hili jambo napata madhambi, naingia katika haramu. Saa zote ukumbuke hilo, uache, uepukane na mambo ambayo kwamba yughwi wa yurdi, mambo ambayo kwamba umpoteza mwanadamu na yakamtia katika khasara, katika maangamivu. Wayurithu tula huznin wartimadhi, na uache mambo ambayo kwamba humrithisha mwanadamu huzni, yani mambo ambayo kwamba yampatisha mwanadamu huzni. Sheikh atuambia kaa mbali nayo mambo kama haya, yawache
yaepuke mambo kama hayo. Hizo dhiki ambazo kwamba uonazo, kukosa furaha kwako, kupata balaa, mitihani, ni kwa sababu ya hayo maasi ambayo kwamba waendelea nayo. Sheikh atuambia ukitaka salama na raha, usitefute sehemu ambayo kwamba haipatikani, lakini itefute raha sehemu yake, nayo ni katika kumridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala, na katika kupata mazuri yaliyoamrishwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Katika kufanya mazuri ndio wapata furaha. Wada'anka alladhi yughwi wa yurdi wa yurithu tula huznin wartimadhi, na uache shekhe atuambia yale ambayo kwamba ni yenye kukupoteza na kukuangamiza na yenye kukurithisha wewe huzni, wartimadhi, na kuteketea na moto wa Jahannam. Atuambia shekhe tuepukane na mambo kama haya. Kisha mwisho atumalizia katika beiti zake za mwisho. Shekhe atuambia, aendelea kwa kusema wa khudh bil-layli hadha an-nafsi waturud. Shekhe atuambia kwamba chukua sehemu katika usiku, hadhi ya nafsi yako, fungu katika nafsi yako, waturud anil ainaini mahbub al-ghibadhi, na uache katika macho yako, uondoe kile kinachopenda macho, yani kufunga usingizi, ukimbie usingizi, usilale. Sheikh atuambia chukua fungu katika usiku wako. Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha usiku tuinuke kwa kufanya ibada, tuinuke kufanya tahajjud, kuleta dhikri, kuswali usiku na watu wamelala. Mwenye kuinuka usiku ili hali watu wamelala apata salama kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ni jambo kubwa, jambo hili lamfurahisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Aone wewe umewacha usingizi wako, umewacha kitanda chako, umeinuka kwa ajili ya kumwabudu Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ni kitu kizuri chenye kumfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Chukua fungu. Na wale mawali wacha Mungu wao walikuwa wakikimbilia katika usiku kufanya ibada na mambo tofauti katika usiku wao. Na usiwe kama yule ambaye kwamba alikuwa akisema ikiwa ni masala ya kuinuka usiku, na mimi pia nainuka usiku. Akaulizwa usiku waamka kufanya kitu gani, akasema mimi kawaida yangu usiku kuinuka nikaenda chooni kisha nikarudi nikalala. Kwa hivyo tusiwe kama huyu ambaye kwamba na yeye pia adai ainuka usiku au isha usiku. Kwa sababu gani? Uinuka kaenda chooni akalala. La, haitakikani. Kuinuka usiku ni kwa kufanya ibada, kwa kuleta dhikri, kwa kuleta jambo ambalo kwamba litakupatisha wewe thawabu. Sio kuinuka kufanya shughuli zako binafsi ukadai kwamba na wewe umehuisha usiku. Hasatan katika mwezi huu wa Ramadhani ni lazima tufanye bidii kuhuisha masiku haya Ramadhani kwa ibada. Kisha atuambia shekhe, baada kutunasihi tuwe ni wenye kuamka usiku kwa ajili ya kufanya ibada, na ndivyo alivyokuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba na wema waliotangulia. Walikuwa wakijifunga usiku kufanya ibada na taa na mambo ambayo kwamba ni yenye kumridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Atuambia shekhe, fa innal ghafilina dhawi tawani. Atuambia shekhe, fa innal ghafilina dhawi tawani, hakika wale wenye kughafilika na amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakawa na utepetevu na uvivu katika kukimbilia kufanya khairi na kufanya ibada. Sheikh atuambia nadhairun lilbahaimi fil ghiyadhi. Sheikh atuambia watu kama hawa wavivu ni kama mfano wa wanyama wale ambao kwamba wamefungwa
wao wahitaji ama wataraji walishwe waangaliwe peke yake. Hawataki kwenda kujitafutia kufanya ibada, kufanya mazuri. Wataka tu wapate mambo moja kwa moja bila kujitahidi. Mwenyezi Mungu ametuwekea sunna ya maisha yetu hapa duniani na kesho akhera ni kwamba tufanye ndio tupate kulipwa. Kadri utakao kufanya mazuri ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala na yeye atakulipa mazuri. Lakini hatuwezi sisi tukalala huku tutaraji pepo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Pepo ya Mwenyezi Mungu ni ghali, na kitu ghali hakipatikani kiurahisi, mpaka ufanye juhudi na bidii kubwa ndio uweze kukipata. Pepo ni kitu cha thamani mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hawezi Mola Subhanahu wa Ta'ala kaitoa tu hivi. Ni lazima ufuate njia zake ndio upate pepo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Sheikh ametupigia mfano kama huu, asema wale wenye kughafilika, wenye kufanya maasi na kufanya uvivu katika kufanya mambo ya kheri ni kama mfano wale ambao kwamba ni wanyama wamefungwa katika sehemu, wao walishwa tu, wataka kupatiwa tu. La, ni lazima uwe ni mwenye kutenda mema na kutaka mema kwa kufanya ibada tofauti na mambo ya kheri tofauti ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio utapata salama na saada duniani na kesho akhira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha sisi tufanye ibada, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba mimi hakika sikumuumba mwanadamu na jini, kwa sababu sisi ndo tuliokalifishwa na sheria. Mwanadamu na jini amekalifishwa na sheria, yani ni lazima afanye ibada, lazima afanye halali na ni lazima pia aepuke ya haramu. Kwa hiyo sisi hatukuumbwa na majini isipokuwa ni kwa ajili ya lengo moja la ibada peke yake, na huu ndio mwezi wa ibada zaidi, kwa sababu ibada katika mwezi wa Ramadhani malipo yake ni makubwa na kheri zake ni nyingi zaidi kuliko miezi mingine yote. Kwa hiyo yafaa tupatilize mwezi kama hunu kwa kufanya ibada na mambo ya kheri, na Mola Subhanahu wa Ta'ala tatuwafikia hayo, atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana, awasamehe waliotangulia mbele haki. Mola Subhanahu wa Ta'ala awapoze wagonjwa na kila mwenye haja Mwenyezi Mungu atamkidhia haja yake kwa baraka ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani na kwa baraka ya Qur'ani na ibada zote ambazo kwamba zafanywa. Mwenyezi Mungu atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. رمضان